Mwongozo wa kujifunza Biblia Agosti 26, siku ya Jumatano. Mada inasema msamaha na uthibitisho wa upendo. Badala ya kuwatembelea Wakorintho mara ya pili, Paulo baada ya kurudi Efeso alituma kile kilichojulikana kama waraka mkali. Tazama Wakorintho wa pili sura ile ya pili aya ya 3 na ya 4, sura ya 7 aya ya 8 na ya 12. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya 7 aya ya 5 hadi 13. Matokeo ya kile alichowaandikia yalikuwa nini na Paulo aliitikiaje kwa sababu ya matokeo hayo? Paulo na Tito walikutana baadaye huko Makedonia, ambako Paulo alisikia kutoka kwa Tito habari njema kwamba maneno yake yenye nguvu yalileta matokeo chanya, jambo lililofanya moyo wa mtume ujae furaha. Ikiwa hapo kabla baadhi ya watu huko Korintho walisimama kinyume cha Paulo, sasa kanisa lilikuwa upande wake. Ni muhimu kiasi gani kuwaunga mkono viongozi wetu? Kama washiriki wa kanisa, tunaweza kufanya kazi yao iwe rahisi zaidi kuliko ilivyo. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya pili ya 5 hadi 11. Wazo kuu hapa ni lipi? Kifungu hiki kinahusiana na suala la nidhamu ya kanisa. Wanazuoni wanajadiliana iwapo mkosaji hapa ni mtu yule aliyefanya kosa la kujamiana kwa maharimu katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5 ya kwanza hadi ya 5, au mtu mwingine kabisa, mtu ambaye aliwashawishi wengine katika kanisa katika shutuma zao kwamba Paulo hakuwa thabiti katika mwenendo wake na hakuwajali katika uamuzi wake wa kusafiri. Muktadha unaonekana kupendelea chaguo la pili. Kwa vyovyote vile, fundisho muhimu zaidi la kifungu hiki linahusu jinsi kanisa linavyopaswa kushughulika na mtu aliyetenda dhambi. Kifungu hiki kinafundisha kwamba kusudi la nidhamu ya kanisa ni urejeshaji kwa njia ya msamaha na kwa njia ya uthibitisho wa upendo kwa mwenye dhambi. Wakorintho wa pili sura ile ya pili ya 6 hadi ya 8 na ya 10. Kifungu pia kinadokeza kwamba nidhamu ya kanisa inaweza kuwa yenye kuhuzunisha, lakini ni muhimu. Yaani, hata kama wanaweza kuwa na nia njema na kutaka kuwa na mwelekeo wa neema, baadhi ya makanisa huenda yasikabili au kushughulikia dhambi iliyo wazi au hata ya hadharani. Kwa upande mwingine, wengine wanaweza kuwa wagumu sana kubadilika, wasiosamehe na wakali. Dhambi inapaswa kushughulikiwa, lakini kwa upendo. Hivyo Paulo angeweza kulihimiza kanisa kuthibitisha upendo wake kwa mkosaji. Wakorintho wa pili sura ile ya pili aya 8. Kwa sababu yeye mwenyewe alilipenda kanisa. Wakorintho wa pili sura ya pili aya 4. Kanisa la Korintho lingeweza kumpenda mkosaji. Wakorintho wa pili sura ya pili aya 8. Kwa sababu lilikuwa lenyewe mpokeaji wa upendo wa Mungu kupitia upendo wa Paulo. Hili linatufundisha nini kuhusu upendo? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Jumatano Agosti 26. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.